Jeshi la wekundu wa Msimbazi Simba limefanya maandalizi yake ya mwisho leo kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Vijana wa Fadlu Davis wameonekana kuwa na morali kubwa, wameonekana kuwa na shauku, wameonekana kuwa na uhitaji wa kufanya vizuri kwenye mchezo wa nusu fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini. Simba ilianza kampeni yake kwa mafanikio katika hatua ya makundi ambayo waliongoza kundi A kwa alama 13. Walimaliza hatua hii kwa ushindi mabao 2-0 dhidi ya CS Constantine Algeria katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa mabao ya Kibu Dennis pamoja na Leonel Teba. Katika robo finali Simba ilikabiliana na Al Masry ya Misri. Mechi ya kwanza ilichezwa April 2, 2025 katika uwanja wa Suez, Misri. Marudiano yalifanyika Aprili 9 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Baada ya sare ya jumla ya mabao 2-2, Simba ilishinda kwa mikwaju ya penalty 4-1 na kufuzu hatua ya nusu fainali. Simba itakutana na Stellenbosch Afrika Kusini katika nusu fainali, mechi ya kwanza ambayo itachezwa kesho Jumapili Aprili 20 katika uwanja wa New Amani Complex. Hii ni mara ya kwanza kwa Simba kufika katika hatua ya nusu fainali, ikiwa ni zaidi ya miaka 20 imepita tangu mara ya mwisho kutinga hatua hii mwaka 1993. Nyuso za wachezaji wa Simba zinaonyesha dhahiri namna ambavyo concentration yao, namna ambavyo utulivu, namna ambavyo akili wameelekeza katika mchezo huu, wakijua ya kuwa kundi kubwa la Watanzania liko nyuma yao kuhakikisha kwamba wanapata matokeo. Wanaanza vyema katika mchezo huu wa nusu fainali ya kwanza kwenye uwanja huu. Awali kocha wa Simba Fadlu Davis alieleza kwamba lengo la kuwahi mapema visiwani Zanzibar kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huo ni kuhitaji wachezaji kuzoea eneo la kuchezea la uwanja huu, maana ni tofauti kabisa na eneo ambalo mara nyingi wamekuwa wakicheza michezo yao ya nyumbani, kwa maana ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama ambavyo unaona uwanja wa New Amani Complex unaonekana kubadilika, unaonekana kuwa tofauti kabisa na uwanja ambao umezoeleka, ule ambao ulikuwa unatumika katika mashindano mbalimbali ambayo yamekuwa yakifanyika visiwani humu, ikiwa ni pamoja na Kombe la Mapinduzi. Eneo la kuchezea ndio linaonekana kufanya mabadiliko makubwa, mbali na kwamba awali lilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa la nyasi bandia. Kwa sasa inaonekana kunakishiwa na nyasi asili, ikiwa ni mchanganyiko wa bandia na asili. Hivyo kwa namna moja ama nyingine lazima walikuwa na uhitaji wa kuanza kuzoea eneo hili la kuchezea kabla ya siku ya mchezo husika. Na kama ambavyo kocha Fadlu alizungumza kwamba muda mwingine uwanja ukiwa na aina hii ya majani, basi unaweza kufanya mpira kushindwa kutulia katika eneo elekezi. Hivyo walihitaji mastaa wake kuzoea uwanja huu kwa ajili ya mchezo huu muhimu kabisa kwa Simba. Charles Jean-Ahoua, kama ambavyo naona, ni mchezaji ambaye ameifanya Simba kufika hatua hii akiwa na mchango mkubwa, lakini pia amekuwa akitoa mchango wa namna yake hata kwa upande wa ligi kuu Tanzania bara. Tumeona Elim Panzu, nyota ambaye alifanya vizuri kweli katika mchezo wa robo finali dhidi ya Al Masry, aliwasumbua kule Misri na hata kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Steven Mukwala, kocha Fadlu Davis huyo, akitoa maelekezo 2-3 kwa wachezaji wake kuhakikisha kwamba anafanya vizuri katika nusu fainali ya kwanza. Na Fadlu ameonekana kutaka mchezo huu kumaliza shughuli mapema, huku wakijilinda vilivyo ili wasiwe na mlima kupanda katika mchezo wa marudiano. Kilichobaki sasa ni mchezo wenyewe husika. Kilichobaki sasa ni zaidi ya mashabiki 15,000 kuwa hapa
kwa ajili ya kushuhudia kile ambacho Fadlu Davis na benchi lake la ufundi wamejiandaa nacho kwa ajili ya kuanza vyema hatua hii ya nusu finali ya kwanza. Mimi naitwa Elias Solomon kutoka hapa uwanja wa New Amaan Complex. Kwa sasa sina la ziada. Tukutane kesho panapo majaliwa kwa ajili ya kukuletea kila ambacho kitakuwa kinajiri kwenye uwanja huu.